Ujumbe: ubatizo udhihirisha mwanzo wa maisha mapya pamoja na Kristo. Kichwa chetu ni kuwa mali ya Yesu Kristo. Wapendwa, andiko la Biblia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kinawaongelea watu wawili. Mmoja ni Filipo na wa pili ni Towashi Mkushi. Filipo anayeongelewa kwenye Matendo ya Mitume ni Filipo ambaye alikuwa ni shemasi. Tulikuwa na Filipo aliyekuwa mtume, mmoja ya wale 12. Lakini Filipo anayeongelewa hapa ni mmoja wa wale deacon au wale mashemasi, na tukio linaloongelewa hapa ni baada ya kifo cha Stefano. Baada ya Stefano kupigwa mawe, wapendwa walikuwa na hari na walikuwa na moyo wa kuendeleza injili ya Yesu Kristo. Mwinjilisti huyu ambaye alikuwa ni shemasi Filipo akaamua na akaongozwa na Roho wa Bwana kipi kifanyike, na akapewa maelekezo na miongozo kwamba ateremke, ashuke kutoka Yerusalemu akielekea Samaria, karibu na eneo la Gaza. Na akatii, Filipo akatii wito na mwelekeo aliopewa na miongozo aliopewa na Roho wa Bwana. Wakati anaenda kwa spidi ambayo inasemekana alikuwa anaenda kwa haraka mno, amuwahi mtu, Roho wa Bwana akamuongoza kwamba kuna mtu mwenye uhitaji yuko mbele yako. Lakini yule mtu alikuwa kwenye gari. Magari yanaongelewa hapa ni chariot, ambao ilikuwa ni sawa kama mkokoteni imevutwa na farasi. Kwa yule bwana alikuwa kwenye lile gari. Unaweza ukafikiria spidi ya gari la farasi na spidi ya mtembea kwa miguu. Na Filipo kishaambiwa muwai yule mtu ana uhitaji. Kwa hivyo shemasi wa Bwana akaondoka kwa mwendo ili amfikie yule mtu. Huyu bwana alikuwa ametoka Ethiopia ya leo au Kushi. Tunafahamu Ethiopia ilipo kaskazini kidogo mwa Afrika Mashariki. Walikuwa na tabia ya kwenda mpaka Yerusalemu, aidha kuhiji au kwa ajili ya ibada. Alikuwa ni mtu mweusi, alikuwa ni Mwafrika, alikuwa ameenda Uyahudini kwa ajili ya ibada, kama ilivyo desturi na ilivyokuwa desturi ya wengi. Ukisoma tena, wakati Roho wa Bwana au Roho Mtakatifu aliposhuka Yerusalemu, dunia nzima ilikuwa Yerusalemu. Dunia nzima ya kipindi hicho inaashiria kwamba watu wa mataifa tofauti walikuwa na tabia ya kwenda Israeli, Yerusalemu, kuhiji na kujifunza mawili matatu. Kwa hivyo huyo Towashi alikuwa ametokea Afrika, akaenda mpaka Palestina, Yerusalemu. Ashamaliza ibada yake, anarudi nyumbani. Roho wa Bwana anatokea Filipo, anamhitaji Filipo aamke, amfuate yule mtu, kwa sababu ndani yake Roho Mtakatifu keshaona huyu mtu ana uhitaji. Na Filipo akamtimkia. Filipo alikuwa ni mwinjilisti, alikuwa ni kijana mwenye nguvu aliyekuwa amejawa na Roho Mtakatifu, na akaweza kumfikia yule mtu, akamuona. Kabla
hajapanda kwenye gari lake, kwa sababu Roho wa Bwana anamwambia panda kwenye gari lake ukae naye. Kabla hajapanda akamsikia yule mtu anakariri mistari ya Biblia kutoka kwenye kitabu cha Isaya, ukitaka 53. Hakuwa anasoma, hakuwa anakariri kimoyomoyo, alikuwa anaongea kwa sauti kubwa. Watoto wa Sunday school wana tabia kama hiyo. Wanapopewa mstari wa kukariri, wanaongea kwa sauti. Huyu towashi na yeye akawa anaongea kwa sauti, anasoma kwenye unabii wa Isaya, tena kwa nguvu mno. Filipo akamtambua, huyu ndiye mtu ambaye nimeagiziwa kwake. Na alikuwa ni mtu wa aina gani? Nilikuwa na shida kumwelewa huyu towashi. Alikuwa anaenda Yerusalemu kufanya nini? Sawa, kwenye ibada. Lakini ukirudi kwenye Kumbukumbu la Torati, ushakuwa towashi. Ulikuwa uruhusiwi kukaa kwenye kongamano ya Wayahudi. Lakini huyu bwana inaonyesha ni kwa jinsi gani alikuwa amempenda Mungu. Akasema, pamoja na kwamba fani yangu mimi hainiruhusu, lakini basi ngoja niende Yerusalemu nikasikilize mafundisho. Basi anarudi. Ingekuwa ni leo anaimba au ameweka headphone fulani kwenye masikio yake, anasikilizia Injili, lakini na yeye anashiriki kwenye unabii. Akawa na koti ile mistari kuhusu mtumishi wa Mungu anayeteseka. Filipo nikampenda. Hakujali hadhi ya huyu bwana, kwa sababu matowashi walikuwa ni watu wenye hadhi kubwa kwenye falme za kwao. Huyu alikuwa ni muhazini, au alikuwa ni mweka hazina, mkuu wa waweka hazina. Kushi au Ethiopia, ambao kulikuwa na malkia. Alikuwa ni mtu mkubwa mwenye heshima zake, na farasi na gari alikuwa amepewa na malkia azunguke nayo. Ingekuwa ni enzi zetu, tunaona anapita na gari ya ST anatembea nayo V8, ndivyo ingekuwa. Kwa hivyo anaporudi sasa, Filipo anamwangalia, alafu anapanda juu ya gari lake, akumuomba, akapanda kwenye ile gari, akamuuliza, hivi mkuu, unaelewa unachokisoma? Sasa unabii kwenye Biblia na matowashi wapi na wapi ni vitu viwili tofauti. Lakini Filipo anamuuliza, unaelewa unachokisoma? Unachokiongea unakielewa? Akamwambia, hapana, mimi sielewi. Akawa mwazi, mimi sielewi. Alafu wewe unaponiuliza hivyo, mimi nitaelewaje nisipompata mtu wa kunielewesha? Akawa mwazi. Filipo akiwa amejawa na Roho wa Bwana akaanzia Injili ya Yesu Kristo hapo hapo. Starting point hapo hapo kwenye story ya yule bwana aliyokuwa anaikariri, mtumishi wa Mungu anayeteseka. Alafu baadaye anamuuliza towashi, anamuuliza Filipo, anayeongelewa hapa kwenye unabii ni kwamba Isaya anajiongelea yeye mwenyewe kama mtumishi anayeteseka, au kuna mtu anayemwongelea? Filipo akasema, yes, huyu mtu ameingia kwenye 18. Ni hivi, Isaya ajiongelea yeye mwenyewe. Isaya anamwongelea Yesu Kristo kama mtumishi wa Bwana anayeteseka. Na huyu Yesu Kristo, mimi hapa ni shemasi pale Yerusalemu, nimemshuhudia na matendo yake. Nilikuwa mwanafunzi, nimeona yule Yesu Kristo aliyekuwa ni mtumishi anayeteseka kwenye kichwa cha Isaya amekufa, amefufuka na ametwaliwa, hayupo tena. Ndio somo linakuja la leo.
gari, safari inaendelea. Towashi anarudi tena Kushi, lakini Filipo amepata lift, na kwenye ile lift anaeneza injili ya Yesu Kristo kama mtumishi anayeteseka. Lakini mtumishi huyu anayeteseka tayari keshakuja duniani, kateseka, wakamuua, akafa, akafufuka na akaondoka. Towashi anamuuliza Filipo, ni kitu gani kinachonizuia mimi basi nisibatizwe? Kwa sababu kama ni injili nimeisikia ya Yesu Kristo, nimekuelewa na mahubiri ya kwako, kinachonizuia mimi nisibatizwe ni kitu gani? Kwa hivyo huyu bwana alielewa na umuhimu wa ubatizo, akawa anamuongoza mtu wa Mungu, akamwambia Filipo, tazama maji yale pale, naomba unibatize mimi. Mwogope mtu anayeomba ubatizo, ina maana anaelewa na mafundisho ya injili yakoje. Na wote wawili wakateremka. Biblia inasema wote wawili wakateremka pamoja, na Towashi akabatizwa. Atuelezewe kilichoendelea baada ya pale ni kitu gani, lakini lengo kuu, dhumuni kuu lishatimia: ubatizo wa Towashi. Wapendwa, hakuna mtu aliyewekwa mbali na imani ya Kiyahudi kama Towashi. Hawakutakiwa washirikiane naye chochote kile, alibaguliwa. Kulikuwa na ubaguzi wa hali ya juu kwa mtu kama yule, hakutakiwa hata kidogo. Na sidhani Towashi alipokuwa anaingia Yerusalemu kwamba alikuwa anajitambulisha mbele ya makuhani na watumishi wengine, alikuwa anaenda kimya kimya. Lakini Filipo anapomhubiria, na Filipo anamtambua huyo jamaa kwamba ni Mkushi, mataifa ambao injili ilikuja kwa wana wa Israeli, kwa Wayahudi, sio kwetu sisi wa mataifa. Lakini ukombozi wa Yesu Kristo au bagui tena ni kwa ajili ya Myahudi ambaye ni mtoto wa ukoo wa Daudi. Injili ni kwa ajili ya Waisraeli wote na wa mataifa. Watu wa Asia tuliwasoma Jumapili iliyopita, walipelekewa injili na Paulo. Wakushi hawa, watu weusi kama mimi na wewe hapa, tukaletewa na sisi injili na Filipo. Hatukuachwa nyuma, hamna aliyeachwa nyuma. Ubatizo upo kwa ajili ya mataifa yote, wanadamu wote, na ushabatizwa. Kinachoendelea ni kitu gani? Nachukulia kwamba sisi wote tuliokaa hapa tushe kupata sakramenti ya ubatizo. Baada ya kubatizwa, kilichoendelea ni kitu gani? Tulibadilishwa na kutokuwa wanadamu tena, lakini kuwa wana wa Mungu, wa Kristo, na kuitwa mtoto mbele za Bwana. Kwa hivyo huyu Towashi Mkushi kwa sasa hivi anakuwa ni Mkristo, anakuwa ni mwana wa Mungu, anakiri, anaungama kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili yao, kwa mateso yake, kwa kufufuka kwake mimi napata uzima. Anayeamini na kubatizwa ni kiumbe kipya. Dhambi ya asili ambao tulirithi baada ya kuzaliwa huko duniani inaoshwa, na tunatokezea upande wa pili, wenye haki wa Kristo. Sio Matowashi tena, sio Wakushi na sio Wayunani, sio mataifa tena. Sisi sio wa mataifa, sisi ni watoto wa Mungu. Uhalali wetu unatokea wapi? Kwa imani, baada ya kusikia neno na injili ya Yesu Kristo. Baada ya kumwamini Yesu Kristo, tunapitia na kupewa na kuwa ni sehemu ya sakramenti ya ubatizo, na ishara yake ni maji ya ubatizo. Lakini ni kitendo cha imani ambacho kinachochea mtu katika roho. Na mimi na wewe sasa
tunaitwa watoto, tunaitwa wana, tunatambulika, tunaitwa Waisraeli, tuko pamoja na Yesu Kristo ambaye ni kaka kwetu. Kwa hivyo wapendwa, kina kaka na kina dada, mwanadamu badilika na kuwa Mkristo, tunapata msamaha na kwa sehemu ya mwili wa Yesu Kristo. Leo hii tunaweza tukaona furaha mioyoni mwetu, mtu wetu wa ndani ana furaha kwa sababu tunatambua sisi ni watoto wa Yesu Kristo, ni sehemu ya ufalme wa Bwana, ni sehemu ya wale ambao Yesu Kristo atakaposhuka mawinguni, kama tutakuwa hai, tutabadilishwa na kufanana naye, na atakapokuwa ametamalaki ufalme wa Yesu Kristo, na sisi tutakuwa ni sehemu ya ule ufalme. Na baada ya ubatizo pia wapendwa, baada ya kutambua tuko huru sasa hivi, baada ya kutambua kwamba tumepewa haki na mamlaka, baada ya kujua kwamba sisi ni akina nani, tunapewa mamlaka na nguvu ya kuiga nyayo za Filipo na kwenda kumhubiri Yesu Kristo kwa mataifa na kwa watu wengine. Hii nuru ambayo kwetu imeangaza, tukawafundisha na wengine, na wao wakaishi kwenye nuru. Kwa wale ambao bado kubatizwa, kwa wale ambao bado kuelewa imani ikoje, wanaishi gizani, wanaishi maisha ambayo yana matumaini. Lakini kwa wewe ambao umebatizwa, unaishi maisha ambayo yana matumaini. Unao matumaini baada ya kaburi, una matumaini baada ya kifo cha mwili tunaouona. Lakini je, yule ambaye hajapata kubatizwa ana hali gani? Hana matumaini kwa sasa hivi na hana matumaini katika dunia ijayo. Kwetu tunajihesabia wenye heri. Imani inazaliwa ndani yetu na tunaishi kwa imani, tukitambua kwamba baada ya kufa tutaishi. Baada ya kulala mauti, baada ya kulala mautini tutaamka na tutabadilishwa na tutapewa miili mipya na tutatamalaki pamoja na Yesu Kristo. Ndicho kinachofanyika ndani yetu sisi baada ya ubatizo. Tunakuwa ni viumbe vipya ndani ya Kristo. Yule mtu wa kale amekufa, anayeishi ni mtu mpya na mtu mwenye matumaini. Wapendwa kina kaka na kina dada, kinachotupa ujasiri wa kuiface kesho na kesho kutwa ni imani tuliyoko nayo kwamba chochote kinaweza kikatokea muda wowote na popote pale, lakini baada ya hayo nitaamka. Kipindi Lazaro na ndugu zake walipokuwa namlilia baada ya kufa, wale akina dada zake wanapomwendea Yesu Kristo, wanamwambia rafiki yako amekufa. Walikuwa wana matumaini, hawakujua kwamba Lazaro anaweza akapata mwili tena na uzima ukamrejea. Yesu Kristo anawaambia hajafa, amelala. Wakamwona Yesu Kristo haelewi. Hivyo Yesu unaelewa vizuri kufiwa na kaka kuna uzito kiasi gani. Kumpoteza mpendwa ni jambo ambalo linatuuma. Tunajua amekufa, sio siku ya ngapi, yuko kule. Wewe unatuambia amelala. Huo ni ukorofi katika imani. Yesu anamwambia amelala, na kudhihirisha kwamba kifo ni kulala, alimuita kwa jina lake na Lazaro akatoka mautini. Kwa hivyo wapendwa, kinachotupa sisi matumaini makuu ni kufahamu kuna uzima kwetu sisi baada ya kulala. Duniani tunaishi miaka michache mno, lakini uzima ni wa milele ambao Yesu Kristo alituletea. Kipi bora, kuishi kifahari hapa duniani na kuteseka katika umilele, au basi tuteseke kidogo hapa duniani, then katika umilele wetu kuwe na amani na kuwe na faraja? Kwa hivyo wapendwa, tunapobatizwa ama mtu anapobatizwa ni kiumbe kipya. Unaweza ukajiangalia ukaona, mbona mimi ni yule yule, nilikuwa mweusi bado ni mweusi, nilikuwa mrefu bado ni mrefu. Lakini hayo
ni matazamo ya macho, ndicho unachokiona katika asili, lakini macho ya rohoni yanamuona mtu mwingine. Unajiona, mimi sio yule dada wa juzi, mimi sasa ni mwana wa Mungu, nimepewa haki, nimepewa mamlaka, nimepewa nguvu. Ila juzi tulisema Jumapili kwamba tutakapoyaona haya katika maisha yetu, utukufu wote na sifa zimrejelee Mungu aliyeumba nchi na mbingu. Tumepewa nguvu na mamlaka sahihi, lakini sifa na utukufu ni kwa Mungu Baba. Tutafurahia ahadi ya Yesu Kristo ya uzima wa milele ni baada ya ubatizo, na ndicho kilichoendelea kwa huyu towashi. Filipo hakuwa na go ahead, hakuwa na ruhusa ya kukaa kwenye gari moja na towashi, lakini kwa sababu naye ni mwana wa Mungu, ni Mkristo tayari, na anamtamani na kuitamani hii roho iingie kwenye ufalme Yesu Kristo, akujihesabia kwamba kukaa na mkushi ambao ni towashi kwamba anajishushia hadhi yake. Alisema hapana, hii injili ya Yesu Kristo nitawahubiria wa mataifa, nitawaambia kuhusu upendo wa Yesu Kristo, nitawaambia kuhusu kifo cha Yesu Kristo, nitawabatiza na baadaye watawekewa mikono na mitume walioko hai na kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo na sisi baada ya kubatizwa, wapendwa kina kaka na kina dada, tuna jukumu la kumhubiri huyu Yesu Kristo wakati unaofaa na wakati usiofaa, pasipokuwa na ubaguzi wa aina yoyote ile. Injili ni kwa wote wanadamu wenye nyama, waisikie injili iletao mabadiliko na iletao wokovu. Na Bwana alibariki neno lake sasa na hata milele. Amen. Amen. Wapendwa